Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi ukipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Mpenzi mtazamaji, ni furaha tena kuwa naye, si mwingine bali ni Sukaina ambaye anazidi kutuelezea mengi na mengi zaidi kuhusiana na wanawake wema. Na inshallah katika awamu ya leo mpenzi mtazamaji, tutaenda kuangazia Ummul Banin. Tumfahamu Ummul Banin alikuwa nani? Maana inaweza kuwa labda unajiuliza Ummul Banin ni nani? Mimi mbona simfahamu? Maana sio wengi ambao wanamfahamu. Tuweza kufahamu zaidi kupitia Sukaina, tujue ni kipi siku ya leo ameweza kutuandalia. Na inshallah karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana Sukaina. Asante. Jinsi uko nyumbani tena? Inshallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tukianza na mada yetu leo inshallah, tunataka kujua ni nani alikuwa Ummul Banin. Ummul Banin alikuwa nani? Kwa sababu hili jina tunalisikia sana. Tunalisikia sana kwenda labda huenda mtu halifahamu. Alafu tujue labda mchango wake ulikuwa wapi zaidi kufanya mpaka yeye akazidi kufahamika zaidi. Na bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul Banin anaitwa Fatima, kama bibi Fatima. Anaitwa Fatima bint, wengine wanamuita Haram ama Huzam. Wanazuoni wengi wanasema kwamba jina yenye wanaamini ni strong sana ya kuwa baba yake ni Haram. Kwa sababu kuna ametoka katika tribe ya bado wa Arabu anaitwa Wahid. Hao ni watu noble, generous, wajulikana kama watu shujaa. Na Ummul Banin anajulikana sana kama Ummul Banin, yani mama wa wavulana. Na sana sana anajulikana wakati wa Karbala, wakati mtoto wake, mmoja wa watoto wake ambaye ni shujaa wa Karbala pia Abul Fadhl al-Abbas sana. Yeye ndo anafanya mama yake ajulikane sana, lakini unajua si wenyewe pia siku hizi tumesahau ama tumekuwa wavivu kuangalia historia, kwenda kusoma. Wazee wanataka kila kitu ikuwe tu ni movie, sijui ni nini. Kwenda kusoma vitabu, kuangalia hao watu ni kina nani, tunashindwa. Sasa Ummul Banin ni mke wa Imam Ali ambaye alimuoa baada ya bibi Fatima kuaga. Katika Ummul Banin, yani kujulikana ama kupatana na Imam Ali, kuna narrations tofauti. Moja katika narrations nasema kwamba baba yake alipokuwa anasafiri aliota kwamba ana lulu fulani kwa mkono wake na hajui thamani yake, yani anaiona tu ni kitu kinang'aa, kitu kizuri, lakini hajui thamani yake. Sasa mtu akaja akamwambia, je, unaweza niuzia ulicho nacho mkononi mwako? Akamwambia, mimi siwezi kukuuzia kwa sababu sijui thamani yake. Akamwambia, akamuuliza huyo mtu ambaye anataka amuuzie ama auziwe, akamwambia kwamba je, wewe unajua thamani yake, labda ndo nijue tutakuuzia kiasi gani. Huyo mwenye alikuwa anataka kuuziwa pia yeye akasema, mimi pia sijui thamani yake, lakini na kuhakikishia kwamba kama hii ama hiki kitu ulichonacho mkononi mwako, kama utaitoa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, upatie mtu fulani, kitakusaidia katika akhera yako. Akaamka. Alivyoamka akatafuta watu ambao wanaweza mtafsiria hiyo ndoto. Sababu ilikuwa haieleweki. Ungesema inamaanisha nini? Mimi kwanza singeelewa inamaanisha nini. Sasa labda wana wajua ndoto saa zingine unaweza amka, kila mtu ana tafsiri yake ya ndoto. Utakuta anatafsiria hivi, huyu anatafsiria hivi. Sasa huyo mtu alivyoenda akatafuta kwa watu ambao wanajua kutafsiri hiyo ndoto yake, akaambiwa hiyo pale yenye uko nayo ni blessing, ni baraka kwako, na hiyo pale ni mtoto ambaye mke wako atamzaa na ni msichana. So huyo msichana ndo atakufanya, yani kutokana na yeye ndo mtapata baraka katika
familia yenu. Baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ukweli huyo Haram ama Huzam alipofika nyumbani, wakati alikuwa anasafiri mke wake alikuwa mjamzito ukweli, lakini hawakuwa wanajua atapata mtoto yupi. Ndio. So alivorudi nyumbani, mke wake akazaa, akajifungua msichana. Huyo msichana akaamua, kwa sababu wao walikuwa wamezaliwa wavulana wengi, kwake yeye siblings wake ni wavulana. So yeye akapata msichana, akasema nitamuita Ummul Banin, lakabu yake, lakini jina lake akampa Fatima. Alafu akasema sasa kuona my dad ambaye ni grandfather wa Ummul Banin, tutamuita huyo mtoto Ummul Banin. Sababu babake alikuwa amezaa wavulana wengi. So hiyo ndo narration moja kutokana na hilo jina Ummul Banin, kwamba babake alimpa kuona wazazi wake. Na narration nyingine inasema kwamba wakati Ummul Banin aliolewa na Imam Ali, sababu yeye pia alikuwa anaitwa Fatima, kwa heshima aliyokuwa nayo kwa Imam Ali, Bibi Fatima na watoto wa Bibi Fatima, Imam Ali alipomwoa akamwambia kwamba niambie chochote unataka nini, mimi nitakuzawadia. Akasema mimi nakuomba usiniite Fatima, kwa sababu naogopa na hofia ukiniita Fatima, Imam Hassan na Hussein na watoto wa Bibi Fatima watakumbuka mama yao alivyofariki. Na hicho kifo kilikuwa ni kifo cha uchungu, kifo cha kuhuzunisha sana. Sasa alikuwa hataki wapitie hizo hisia zote. Wakisikia jina Fatima ndani ya nyumba tena na si mama yao, wazidi kumkumbuka mama yao. So akawa ni kama kuwahifadhi watoto wa Bibi Fatima. Ndo Imam Ali akampa hilo jina Ummul Banin, kwa sababu Imam Ali pia alikuwa anajua kwamba watabarikiwa wavulana, yeye na Ummul Banin. So yeye ndo akampa jina Ummul Banin. So hizo narrations tofauti kutokana na hilo jina Ummul Banin. Na hapa tunaona kwamba wengi wanasema mama wa kambo sio mama, lakini mashallah yeye alikuwa mwenye hikma na ambaye alikuwa ni mwenye kufikiria na aliwaza zaidi, na aliwafikiria watoto wa Bibi Fatima kwanza, kwa sababu aliona historia ya mama yao ilikuwa yenye uchungu sana. Sasa wajua kuna ile labda wangesikia jina la mama yao kila saa wangekuwa wanakumbuka mama yao alifanyiwa alivyofariki. Lakini akawalinda kutokana na hiyo. According to venye yeye anaweza kuwa labda kuwalinda, lakini alijitahidi kadri ya uwezo wake kuwafanyia hivyo, kuwatendea haki watoto wa mke mwenzake aliyefariki. Kwa hii dunia ya siku hizi wanawake si kila mtu anaona anaweza lea mtoto wa mwanamke mwingine. Hakika ni ngumu, wengi ni ngumu, ni rahisi na ni ngumu, lakini ukiwa mtu mwenye unajua kabisa dini umeisoma vizuri na umeelewa thamani ya kwamba wale watoto ukiwalea, maana wanakuambia siku hizi wako unaweza mzaa, wajua sisi hatuko enzi zile za mitume, sio? Tuko enzi za ambazo sasa yani kila mtu ni kama anapigana na nafsi yake. Kabisa. Ni muhimu sana mtu kama unamlea mtoto wa mwenzako, yani ukimlea kwa mapenzi yote, yule mtoto atakuthamini sana. Maana huwezi jua nani atakusaidia kesho. Wengi wao wanasema ya kwamba wako unaweza mzaa lakini asikusaidie, lakini yule wa mwenzako akakusaidia. Naam. Inataka moyo. Inataka moyo mkubwa sana kufanya jambo kama hilo, sababu wengine wangeingia hapo waone okay, mimi ndo nimekuwa mke wa Amirul Mu'minin, so hao watoto nao watajisota kweli, wafanya watakachofanya. Mimi saizi ndo mama yao, so mimi ndo itabidi waniheshimu kweli, wanifanyie hivi, sijui wanifanyie hivi. Lakini si lazima iwe hivyo. Na kizuri ukiangalia kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe pia alivyomletea baba yake ile ndoto, ni kwamba ni kama pia alikuwa na natija na huyo mtoto, kwa sababu alijua huyu mtoto atakuwa kiumbe fulani, atakuwa hivi na hivi. Na ndio maana kuelekezwa mpaka kwa Imam Ali ni kwamba alikuwa ana faida yake, na labda pia Mwenyezi Mungu aliona huyu atakuwa mlezi mzuri wa wale watoto, huyu atawalea wale watoto na hikma, na pia hata wafanya waishi kama wamekosa mama, bali atakuwa mama kabisa. Ni jambo la kushangaza sana.
Kwanza kwa hii dunia huwezi amini kwamba mwanamke wa mtu mwingine, kunao wanawake ambao wanazalea watoto. Hata ukienda kwa hiyo nyumba ushindwe kujua kama huyu ni mama yao ama si mama kabisa, yao. kabisa. Wanaishi tu vizuri. Yani wapo watu wenye wamebarikiwa hivyo, lakini kuna wengine wenye wameamua wajipatie tu kwa hii dunia, yani wajiachilie, waache nafsi itawale. Naambiwa saizi jihad kubwa yenye tuliachiwa ni jihadi ya nafsi zetu. Sababu hii nafsi ukiacha ikutawale hautaifika mahali. Kweli. Sababu nafsi inaweza kukutawala, ikwambie Haifa kuna joto, saizi hakuna haja ya kufunga mtandio. Unajua kwa hii jua, kwanza jua ya Afrika, huwezi vaa mtandio. Ama mtu atakuuliza, Haifa wewe una survive vipi kuvaa hayo madude? Maana mimi vile navosikia hilo joto, namwambia kitu ambacho umezoea na unajua thamani yake, wewe utapambana nalo kwa sababu wewe utaiona iko sawa. Mimi naambia kwangu mimi iko sawa, sina tatizo nalo. Wewe ambaye hauvai ama wewe ambaye labda haujazoea utaliona ni gumu kwako. Ndio hivyo tunafaa kupigana na nafsi yetu na tujue kwamba nafsi si kitu kufurahisha sana. Kweli. Hadi kwa ibada venye tumezoea, kwa mfano umezoea swala ya dhuhuri, raka ya kwanza unasoma Fatiha na Nas, ya pili Fatiha na Falak kila siku. So hapo nafsi yako imezoea hiyo kila siku. So next time jaribu sasa ubadilishe. Ndio. Achana na Nas na Falak, enda sura zingine, enda Kauthar, enda Alaq, usome tu uelewe, upate kuipatia nafsi yako mazoea. Isizoea sana. Kuzoea pia ni, unajua utakuwa unafanya kama vile ni mazoezi ama sijui ni nini. Unafaa pia uhisi hiyo unachokisoma, hiyo athari yake. So nafsi si kitu ya kuifurahisha kila wakati. Wewe ndio unafaa uicontrol, si nafsi kucontrol. Ukicontrol utaelekea pazuri. Mashallah. Shukran Sukaina. Hakika tumeweza kufahamu ni nani alikuwa Banin katika awamu ya kwanza. Tukienda katika awamu ya pili, nadhani tutakuja tufahamu mengi na mengi zaidi kuhusiana na historia yake zaidi, na wanawake wanafaa kutoa nini kutoka kwake. Nadhani lesson moja ambayo tumeweza kufahamu ni kwamba sio mama wa kambo wote ni mabaya. Kumaanisha wewe unapoolewa, hata kama umeolewa labda ni mke wa pili ama umeolewa mke wa tatu ama wa nne, haimaanishi ukuwe mbaya kwa wale watoto. Ni kwamba unafaa kuwa na wale watoto na hikma na kuangalia kama watoto wako, na Mwenyezi Mungu hawezi kosa kupa baraka zake. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sukaina ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu ambayo ameweza kuiangazia. Binafsi nimeweza kufurahia jinsi alivyomwelezea Banin alikuwa nani, na inshallah tukirudi katika awamu ya pili tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, tukiwa naye si mwingine bali ni dada yetu Sukaina, ambaye anazidi kuelimisha na kujulisha na kueleza zaidi kuhusiana na Banin. Naamini mmeweza kupata mengi ambayo alikuwa ameweza kuongelea katika awamu ya kwanza kuhusiana na yeye na jina lake na pia mazazi yake, na inshallah katika awamu hii tuenda kufahamu haswa ndoa yake kwa Imam Ali ilikuwa vipi kupitia hadithi tofauti tofauti ambazo zimeweza kuwekwa, ndio tufahamu ndoa yao ilikuwa vipi na pia kuendelea maswali mengi na mengi zaidi. Karibu sana Sukaina, karibu tena. Shukran. Bismillah. Banin, kuolewa kwake kwa Imam Ali, kuna hadithi tofauti tofauti ambazo tunaweza kuzipitia ambazo zinaongelelea ilivyofikia hadi akaolewa na Imam Ali. Kuna narration moja ambayo inasema kwamba katika wasia wa Bibi Fatima alipokuwa anaelekea kukata roho, akaambia Imam Ali, kuna binti ambaye ninamjua, ametokana na familia fulani, yeye ametokana na familia ambayo ni mashujaa, wana sifa njema, yani wana tabia njema. Mwanamke ambaye najua
ukimleta kwa hii nyumba atafanyia haki watoto wangu. Na huyo mwanamke ni Fatima ambaye ndo huyo ni Ummul Banin. So ningependelea kama ungemuoa yeye baada yangu. Hiyo ni hadithi moja. Na Imam Ali hawezi katalia mke wake kwa sababu anajua mke wake hawezi kumlead sehemu mbaya. Ndio. Tumeona historia yake alivyokuwa, hawezi kuwa anaongea tu mambo mengine, mambo yake tu. Sababu wanawake saizi kuna mwanamke mwenye anaweza patia wasia mume wake amwambie eti baada yangu ngumu sana. Japo hata ukasema ndio umetoa kauli, maana wanawake tuko na tabia ya kwamba mimi huyu mume wangu nikifa mimi sitaki aoe mwanamke mwingine, ama labda unamwambia mimi sitaki nikifa uoe mwanamke mwingine. Hilo haliwezekani. Kwa sababu mwisho wa siku huyu ni mwanamume na bado anataka mwenza katika maisha, na haezi lea, labda watoto ni wengi ukiangalia, haezi watimizia mahitaji yao yote, kuangalia kwamba shule mwaenda mara ushamrausha maskini mzee wa watu afa kwenda kazini kutafuta huko. Ukiangalia watoto ndo hao, labda watoto wenyewe ni wengi ama labda ni wadogo bado wanahitaji mtu wa kuwahudumia. Sasa ndo unakuta pia pana uzito wao wa kuchukua mke wa pili saa zingine, ama mke wa pili kwa sababu ya fikra kwamba mimi je, huyu mwanamke atanilelea wanangu vizuri ama ataninyanyashia wanangu. Maana kuna ile tabia labda baba ametoka ameacha watoto nyumbani, wewe ukirudi unadhani watoto wako sawa, kumbe maskini kuna magumu ambao wameweza kupitia pale katikati kabisa. Kuna mwalimu wetu tukiwa house alikuwa anatuambia wanawake wa siku hizi ukweli ni kama tunamsahau Mwenyezi Mungu. Yani tuko radhi mwanaume aende nje kweli kufanya mambo yake, lakini asikuletee mke wa mwingine. Hapo ndo tumefikia, ambao ni kitu ambacho ni mtihani mkubwa, kwa sababu ukiangalia hata ukiingia katika sayansi, mwanamume na mwanamke ni vitu vile tofauti. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaamua acha basi huyu nimruhusu au hata wanne. Kwa sababu gani? Ana vile mwenyewe na hikma ambayo alikuwa ameiweka pale ndani, bi maana akimaanisha. Sasa ndo sisi wanawake tunaambiwa ni wangu peke yangu. Na katika narration nyingine pia inasema kwamba Imam Ali baada ya kifo cha Bibi Fatima alimwendea kaka yake Akil, akamwambia mimi nataka kuona mbona nitafutie mwanamke ambaye ana sifa njema, amelelewa na familia nzuri, ana tabia nzuri, hata nikimleta nyumbani hata afanyia watoto wangu vituko ama khiana. Khiana. Yani familia yetu ilivyo abakishe hivyo hivyo, ama ataipeleke juu zaidi kimaadili, kila kitu. Akil akamwambia mimi najua familia fulani ya Bwana Haram ama Huzam ambaye ana msichana anaitwa Fatima na amelelewa vizuri, ni katika familia nzuri, acha niende huko kukuulizia. So yeye akaenda kwa baba ya Fatima ambaye akaenda kwa baba ya Fatima akamwambia nimekuja kuomba mkono wa mwanao kwa ajili ya kakaangu Imam Ali anataka kuoa. Baba ya Ummul Banin akasema kwamba ni sawa, ni jambo jema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema kama hii kuja katika familia yetu, lakini mimi nina hofu. Nahofia kwamba labda mtoto wangu hafikio hadhi ya kuolewa na Imam Ali. Mtoto wangu labda hawezi mtumikia Imam Ali anavyopaswa kutumikiwa. So mimi hiyo ndo hofu yangu. Kasema lakini acha niende nikamuulize mke wangu kama yeye anaona mtoto wetu anaweza olewa na Imam Ali. Baba alikuwa anahofia kumdhulumu Imam Ali kwa kumpa mtoto ambaye labda hawajamlea vizuri. Sasa hizi wazazi hawako hivyo. Anajua mtoto wake ana sifa nzuri. Mtoto wangu huyu namjua nimemshindwa huyu. Lakini since amekujiwa acha nimtoe mhanga sasa. Acha aende. Na hiyo si haki. Kweli. Sababu tu unajua Imam Ali ndo anakuja kuoa, so huwezi mpatia tu chochote. Yeye alikuwa anafikiria hivyo. Inamaanisha kwamba kama baba yake yuko hivyo, inamaanisha mtoto amelelewa sehemu nzuri. Kweli. Na babake alivyomwendea mamake akasema mimi
nina uhakika na mwanangu, najua nilivyomlea na kabisa ana hadhi nzuri ya kuolewa na Imam Ali. Yani kwa sawa na ni mamake alikuwa na uhakika kabisa alivyolea mtoto wake, alikuwa anajua maadili ya mtoto wake, anamjua vizuri nje na ndani. Sika wale watoto wenye akiwa kwa mamake ana sura nyingine, akiwa nje ana sura nyingine. Ndiyo. Yani watu wa nje wengine, hata saa zingine wengine marafiki wanajua sana mtu kushinda wazazi wake. Kweli. Sababu ameishi huko nje sana na marafiki zake, so marafiki wanajua tu huyu akiendaga nyumbani anakuwaga mpole. Lakini akiwa na sisi anafanya vituko vya kila aina. Lakini mamake alikuwa anajua mwanangu ndani akiwa hivi, nje pia yuko hivi hivi. Na nje akiwa hivi, ndani pia yuko hivi. Yani hageuki, si kigeugeu. Sasa ndio hivyo, na baba akasema since wewe ndio umemlea na una uhakika na mwanetu, so tunaweza mpatia Imam Ali amuoe. Mashaallah. Na katika narration nyingine nasema kwamba wakati Banin alikuwa na around miaka 20 hapo, aliota kwamba kuna nyota moja kubwa inaanguka ndani ya nyumba yao. Baada ya hiyo nyota kubwa na kuna zingine ndogo 4 zinaanguka pia. So akaamka, akaenda kwa mama yake kumuuliza kuhusu hiyo ndoto, amuelezee hii ndoto inamaanisha nini. Mama yake, wanasema kwamba mama yake pia hakuwa mtu mbaya, kuwa mtu mwenye haeleweki. Yani alikuwa ni mwanamke ambaye anajiheshimu, mwanamke anaheshimika na ni anajielewa tuseme. Sasa yeye alikuwa anaweza kuelezea mambo mengine. Kama hiyo ndoto akamwambia kwamba mwanangu, wewe utaolewa na mtu ambaye ni muhimu sana, na kutokana na yeye mtapata watoto ambao ni wavulana na watakuwa pia wao ni kama nyota katika jamii kama baba yao. Sasa nyota hiyo kubwa ilikuwa ni Imam Ali na hizo nyota ndogo ni hao watoto wadogo. Mashaallah. Ndio aliweza kuolewa. Hicho kisa kizuri sana kwa sababu mtu anaweza shangaa jiulize hivi ndoa ya Imam Ali na Banin ilikuwa vipi, kwa sababu ukiangalia vile Imam Ali alikuwa kipenzi chake zaidi ilikuwa ni Fatima Zahra. Sasa ukiangalia mtu alikuwa haizidhania kama labda Imam Ali angeweza kuoa mwanamke mwingine, lakini ukiangalia mashallah pia kulingana na narration vile alifuata ambavyo mke wake amemwambia, mke wake alikuwa na madhumuni yake, kwa sababu naamini bado bado Imam Hussein walikuwa bado ni wadogo, wanahitaji ile malezi, wanamtaka mama besides them, na ilikuwa ni kitu kizuri. Na pia wakaongezewa ndugu yao mwingine Abul Fadhl Abbas, ukiangalia ilikuwa na mchango mkubwa haswa katika Karbala. Na insha Allah tukiangalia tena swala lingine ni kwamba ni kwa njia gani Banin alifundisha na kulea watoto wake kuwa waaminifu kwa Ahlul Bait. Tukiangalia kama Abul Fadhl ambaye yeye ndio Imam Hussein, Imam Hassan walikuwa brother zake, lakini yeye kwa mfano akiwa Karbala hakuwahi muita Imam Hussein etika kama muite Hussein, alikuwa anamuita my master. Hata Bibi Zainab pia alikuwa anamuita dadangu, alikuwa anawapatia heshima. Yes, sababu kama mama yao ni hivyo. Unaona mama yao venye amelelewa katika familia nzuri, mtu ambaye anajielewa, hadi akafikia kiwango cha kusema kwamba mimi msiniite Fatima kwa sababu ya hivi na hivi. Sa watoto wake je watakuwaje? Si lazima tu watakuwa kielelezo kizuri pia katika jamii. Na Abul Fadhl al-Abbas alikuwa yeye hata ndo alikuwa mtu wa mwisho kuwa shahidi. Alivyoomba ruhusa kwa Imam Hussein kwamba sasa aende, kwa sababu yeye alikuwa amepewa hema la watoto kuwalinda na wanawake. Yeye ndo, kwa sababu yeye alikuwa ni mkubwa wa majeshi wa Imam Hussein. Sasa alivyokuwa hapo yeye akaambiwa wewe kuwa wa mwisho, kwa sababu yeye alikuwa anataka kwenda wa kwanza. Akaambiwa sasa wewe ukienda wa kwanza au wengine huko si wataona kama vile tumeishiwa na nguvu, so wewe baki time yako itafika. Hadi mara ya mwisho alivyopewa ruhusa kwenda.
unaona venye alikuwa anaheshimu sana, alibakia tu, hakuenda kinguvu kusema mimi ni shujaa sasa taniambia nisimwache tu mimi niende. Akakubali kulenda wanawake na watoto wakati watu wengine walikuwa huko nje wanafight. Ndio alikuwa mbebaji bendera. Wengine wanaweza sema kwamba kwa nini mimi sasa nilinde hawa watu hapa na hapa hakuna fight yoyote yenye ina happens. Hapo ni kama kunishusha hadhi. Lakini yeye alibakia tu hapo kuonyesha kwamba mama yao aliwalea vyema. Mashaallah. Na mtoto ukimwangalia sana sana ni mama. Hata kama wakati mwingine akiwa mbaya watu wanasema kwamba huyo ni mama yake, alafu akiwa mzuri ni babake. Lakini kitu ambacho ama mtu ambaye anaunda personality ya mtoto ama ya mtu ni mama yake. Venye mama atamweka ndo mtoto atakuwa. Na itegemea, unajua siku hizi tunafikiria kwamba mama ni yule tu mwenye ametuzaa. Kweli. Mama yako anaweza kuwa hata ni ulimwengu. Kuna wengine hawana mama. Kweli. Ulimwengu unaweza kuwa ndo huyo mama mwenye unamtafuta kila siku. Ama hata sister ya mamako, ama dadako mkubwa, ama brother yako. Kuna ile role yenye inafaa kuwa played na mtu ambaye anaitwa mama katika maisha yako ndo ukue huyo mtu ambaye unafaa kuwa. So mama ana play a very big role katika kumake mtu a person who they are. Anasema kitu kizuri kinaendana na tabia. Watu wazuri. Mashaallah, mashaallah. Kitu kizuri kinaendana na watu wazuri. Hiyo pia imetufunza ya kwamba malezi ya Ummul Banin yalikuwa ni mazuri sana. Kiasi cha kwamba ule udugu ulikuwa very intact. Hakukuwa na chuki baina ya mandugu hao, hakukuwa na dhuruba baina ya hao, walipendana. Kama pia aliwafunza kwamba muwe na mapenzi na hawa Ahlul Bait. Msije mkaweka chuki, msije mkaweka kitu ambacho mnajua kitawatenganisha. Na ndio maana tukakuta mpaka ukiangalia mwisho wa maisha wa Abul Fadhl Abbas, yani alikuwa na Imam Hussein kwa kiasi cha kwamba ukiangalia aliplay a very very big role. Yeye ndo alikuwa mbebaji bendera. Hata wakati yeye bado anakufa mikono inakatwa lakini alikuwa bado hajaacha dini yake ama bendera haikuwahi hata kuanguka chini. Kumaanisha ilikuwa ni kitu muhimu sana. Ummul Banin alilea watoto wake na hikma na neema, na ni kitu ambacho naamini sisi tunafaa kuishika, ya kwamba in as much as ndio umeoa mke wa pili ama mke wa tatu, hawa wanawake kushikana kwao ni kitu kizuri sana. Ama labda mama fulani amefariki, huyu anayekuja baadaye anafaa afundishe udugu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuna kitu kizuri na kitu kilicho na ubora zaidi ya kuunga koo. Ule udugu kuhifadhi ni kitu ambacho kinaleta natija zaidi. Shukran sana. Na tukimalizia, nadhani tukiangalia ya mwisho ni kwamba ni somo gani ambalo tunaweza kuchukua sisi kutoka kwa Ummul Banin. Nadhani mengi ambayo tumeweza kuyasema kutokana na hadithi za hapa na pale, tukizunganisha kwa pamoja inshallah. Naam. Ummul Banin pia kama wanawake tuliowazungumzia hapo mwanzo, ni pia yeye ni kielelezo chema haswa kwa wale watu wenye tunaweza sema maybe wanalea watoto wa watu wengine ama wa mama wengine. Unaweza kuwa hata labda si watoto wa mume wako na watoto wa ndugu yako, watoto wa nani. Unajua kulea pia watoto wa watu wa mtu mwingine, mtu ambaye si wewe, kunahitaji moyo. Na watoto wanaweza pia kukuletea vituko kweli, au kufanya kama vile wewe haufai kwa mama. Wanakuambia kuzaa si kazi, kazi ni kulea. Wakuone kama vile wewe ufai kwa mama yao, wafanye venye wanafanya, lakini bado tu wewe stand strong, uendelee tu hapo. Waambie hata kama mnaona hivyo, yani si lazima kuambia kwa maneno, lakini vitendo vyako vinaweza onyesha. Sababu kuna watu wanaweza kuona mnatoshana nyinyi wote, lakini kuna venye wewe unajibeba venye vitakufanya yani kuonyesha tofauti yako na yao. Ionyeshe kiwango chako na chao. Sasa Ummul Banin yani kielelezo chema haswa kwa watu ambao tunaweza sema labda ni wake wa pili, watatu, wake wanaofuata ama wamama wengine. Na pia wamama wote kwa ujumla, kwamba
huyu aliweza kulea watoto hivi ambaye waliweza pia wakamsaidia hadi Imam Hussein katika Karbala. Hadi wakati Banin analetewa habari ya kifo cha Abul Fadhl al-Abbas ama watoto wake au wengine wote, ye bado tu alikuwa anauliza na Hussein yuko vipi. Kweli akili yake yote ilikuwa kwa Imam Hussein. Anauliza Imam Hussein yuko je? Anaambiwa watoto wako wamekuwa mashahidi wote, lakini bado alikuwa anajali sana watoto wa Bibi Fatima. Lakini bado alikuwa anajali wake kwa sababu wake pia walikuwa wanampenda, kumaanisha aliwalea wote vizuri. Mashallah, mashallah. Shukran sana Sukaina kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Imekuwa ni kitu kizuri na kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na Banin, na imeonyesha sacrifice sana. Alikuwa radhi kusacrifice watoto wake, na bado pia alimjali sana Imam Hussein hata kama mwanawe alikuwa amekufa. Inaonyesha kwamba kuwa mama tu, unaweza kuwa mama kwa mtu mwingine, sio lazima yani unakuwa mama kwa mwanao, lakini pia kuthamini kile cha mwenzako zaidi kinakuwa ni chema zaidi. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sukaina ambaye amezidi kutuelezea mengi na kutufunza mengi, haswa kukuelezea wewe mpenzi mtazamaji kuhusiana na huyu mwanamke mwema ambaye kwa jina Banin alikuwa nani, sifa zake zilikuwa zipi. Na wewe kama mwanamke uko nyumbani, naamini utakuwa umepata mafunzo mawili matatu, kwa sababu mwisho wa siku funzo unalolipata kupitia hapo ni kwamba unapolea wale watoto kwa wema. Usiangalie kama huyu ni mwanangu wa kuzaa, hata yule ambaye hukumzaa, basi ukimpa malezi mema inakuwa ni bora zaidi, kwa sababu mwisho wa siku huwezi jua ni nani atakusaidia. Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu ana hikma yake kwa nini imetokea kama ilivyotokea. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.